Hii bakora ni kwa ajili ya nani? Hii bakora matoto wamekuwa matukutu sana. Kwa hiyo tuambie mitoto ya Mudi. Hii inaonekana ndio misumbufu kweli kweli. Kwa hiyo leo wataka sitaka watacheza hata kwa fimbo. Unajua kuna wahenga wanakuambia mtoto mleavyo na ndio kuavyo. Na huruma sio malezi. Sasa kubembelezana kwanza kushapitwa na wakati. Hii mara yani leo tena wameletwa Waarabu kutoka Uarabuni. Leo mechi ilisha tena kwa mara nyingine mara tatu mfululizo. Leo tunasema full stop, na ndio maana tumeamua kuleta kamati ya roho mbaya Waarabu kutoka Misri ambao Waarabu wale maana marefari kibongo bongo walikuwa wanashindwa kutoa maamuzi kwamba alokuja uwanjani na sio kuja uwanjani, alokuja uwanjani ondoke na pointi 3 muhimu. Lakini sasa wa kibongo bongo walikuwa wanashindwa kutoa maamuzi. Sasa ndio maana tumeamua kuleta watu wa kujilipua Waarabu kutoka Misri. Sasa leo mtoto wa Mudi asilete timu aone kitakacho kwenda kumkuta humo ndani humo. Yani tunakwenda kuchukua pointi 3 muhimu, tunatangaza kombe la Golden Nifu, tunafuata Bunjo kule. Hayo ndio matakwa ya sisi. Kwa sababu haiwezekani una timu mbovu. Alokuambia usajili Debora nani? Tukwambia sajili wachezaji unazurula. Sajili wachezaji unazurula mpaka analeta kina Mpanzo kwa mikopo sasa na wadai. Moto umewaka kwa watoto wa Mudi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mtoto wa Mudi madai ambayo nayo yadai sasa hivi hana ya mshiko. Kwa sababu tarehe 8 walisema amezuiliwa kufanya mazoezi. Jana mnyenyewe waandishi habari mlikuwepo pale kwenye press makao makuu ya NBC pale. Toto la Mudi limesusa mpaka kwenye nani kule kwenye press kule. Haya, kule walikuwa hapa kina Aucho kule. Haya, tuje jana kujioni hapa itakuwaje lije ifanye mazoezi. Jana mazoezi kamzuia nani? Kwa hiyo tumwambie mtoto wa Mudi, mambo ya kuchekeana tushachoka. Watu wanazitumia hizi timu. Unatuona sisi tumeacha mikazi tarehe 8 na leo tumekuja tena. Sasa leo hii mechi tunasema haiahirishwi, tunachukua kombe la Golden Nifu. Na nyinyi waandishi wa habari mtatusaidia. Mtoto wa Mudi mkimwona yupo na kombe lolote msimu 2024-25, toeni taarifa kituo cha polisi au kwa msaada zaidi wa dharura piga 112. Mtoto wa Mudi labda kwa makombe ambayo anakwenda kuyavuna 2025, mwambieni nimempa zawadi yake. Unajua kijana kishatoka sana jasho, mwambie makombe yake haya. Haya ndo makombe yake. Lakini kombe la Golden Nifu mtoto wa Mudi ya baby kaka. Kwa tuambie wana Yanga wote popote alipo, kama hajajongea Benjamin Mkapa waje fasta, maana mtoto wa Mudi asipokuja atakuwa ametuogopa, na akija atakuwa hana msimamo. Sijui. Yani asipokuja atakuwa ametuogopa, na akija atakuwa hana msimamo. Weka vizuri hiyo. Umesema watoto wa Mudi leo hii mnamo tarehe 25, tarehe iliyotajwa rasmi na mama wa Jamhuri ya Tanzania pale Dodoma pale. Watoto wa Mudi wasipokuja watakuwa wametuogopa, na wakija watakuwa hawana msimamo, kwa sababu tangela tarehe imepangwa tarehe 25. Watoto wa Mudi kile kibarua chao cha mahali hawajakitoa pale juu pale, hawajakifuta pale. Kwa hiyo wanaonyesha moja kwa moja leo hii wanasema hawaje. Kwa leo waje wasije kama nani wale bodi ya ligi wasifanye makosa kama tarehe 8. Sasa mimi nataka nikuulize, wewe unataka waogope au wasiwe na msimamo? Sasa hao ndo wao. Sasa mimi nilichokuwa nakitaka waje, maana wakati tunawadufua wenzao 5-5 kule KMC kule walikuwa wanasema timu zao zimezaminiwa na GSM. Sasa waje hao ambao hawajazaminiwa na GSM tumnyoele, na leo akitia maguu tu hapa kaka, mechi 2 goli 10, kwani mwenyewe ogopi? Hayupo Aziziki leo. Nimekwambia kwani umjui yule Long Rangers, hujazona zile Long Rangers zile 2 zilizopiga kule Chama, hujamuona kule? Kwa tuambie leo sasa Aziziki hayupo, maana tarehe 8 tuseme alikuwa anamuogopa Aziziki. Leo Aziziki yupo Chama, waambie waje wamleta Debora, leta Mpanzo alikuwa anatupigia kelele. Mbona inafichama kwenye mashamba ya karanga Bunju kule? Waambie waje hapa tuwaonyeshe kazi. Na nilivyokuwa na hamu nitayagaragaza leo. Watoto wa Mudi naona na hamu ya kwenda kucheza na wale nani wale Ken Gold, naona na hamu ya kwenda kucheza championship. Na hii ligi kanuni zinajulikana. Mtu asiyekuja na ananyang'anywa pointi 50, na naomba bodi ya ligi wasifanye umbambamba. Toto la Mudi linaniogopa mimi mkurungwa. Yaani ukisikia sisi Yanga ni dude kubwa kweli. Na ndio maana wamefichama Bunju kwenye mashamba ya karanga kule. Waambieni waje. Sio alikuwa anasema tunamwogopa Mpanzo, lete Debora, mbona alikuwa anazunguka na kaptura tu ndani nani kwenye mechi alocheza. Hebu angalia mimi mechi 2 angalia nilivyotandaza soka winome pila uyangasule mpaka mtoto wa Mudi anabaje anakodoa magana la tarehe 25 siende. Kwa sababu mtoto wa Mudi mpaka sasa hivi ukimuuliza nini sababu unashindwa kuja tarehe 28 hana mashiko. Hebu angalia mpaka marefari kibongo bongo walikuwa wanaogopa kuja kutoa maamuzi, mpaka tumesafirisha marefari kutoka nje Misri huko, wengine wametoka Al-Qaeda huko kuja kutoa maamuzi, lakini mtoto wa Mudi bado linamwogopa. Maana alikuwa anasema hawana imani na nani yule Alajiga hayumo, wanamtegemea tatu malogo hayumo. Ulete toto la Mudi mchozeko linatukimbia. Kwa hiyo mtoto mleavyo na ndivyo akuavyo. Kwa leo mambo ya kubembelezana shapitwa na wakati, tupie kombe la Golden Nifu. Mtoto wa Mudi watamjua kama watamshushia nyundo, watajua wewe wenyewe, kwa sababu unapokwenda sehemu kama zile mama akiwa amekuita lazima uwe unaenda na protocol. Sijui tunaelewa wazungu hapa nakwambia protocol. Lakini mtoto wa Mudi kaenda pale Dodoma hana protocol yoyote. Hebu angalia mama alivyotuuliza. Kwa sababu anapokuuliza jibu swala alokuuliza.
Wameniuliza mimi Kidume kwamba kwa nini unataka kucheza tarehe 15? Tarehe ilikuwa imepangwa tarehe 15 tukasema sisi sio kama hatutaki. Tuna imani na nani? Na bodi ya ligi. Ikabidi atajwe mmoja baada ya mwingine. Toto la Mudi lilivyoulizwa kule likasema kwamba nilizuia kufanya mazoezi. Nani alikuzuia? Wao limepiga jitu simu alijulikana. Utakwendaje kumsimamisha kazi mtu ambaye hajulikani? Sasa sisi tulikuwa tumewataja wale wote ambao tulikuwa na hata imani nao. Kasongo mojawapo, yule nani yule Kidao alikuwepo, yule mwingine nani yule nani huyu mwenye nani huyu mwenyekiti yule nani yule Mguto akawemo pale. Kwa sasa mama akamwagiza Karia kwamba watoto wanao kumwagia mboga ambao anasababisha dabi inazidi kuvurugika. Toa maamuzi nenda kashushia nyundo. Ndio maana alivyotoka Karia kule. Mmoja katoka kwa mateke, mmoja katoka kwa hiari. Sio nielewana, lakini tukasema tarehe zimeshakwenda. Badilisha tarehe na tarehe kweli kabadilika. Haya sasa, hapa mzani umebalance. Mimi yari kata tarehe 8, mimi nikakata tarehe 15. Mzani tumebalance hapo. Sasa tarehe 25 ni tarehe ambayo haibalance kwangu, haibalance kwake. Tuende ipo kwenye bodi ya ligi. Ndio Benjamin Mkapa, maana ligi imeshakuisha. Mecha kuamua tu. Swali moja la mwisho. Hii fimbo itaanza kufanya kazi muda gani iwapo timu itakuwa haijatokea mpaka muda huo? Hii fimbo mpaka saa 10, maana vijana nitakuwa ingie warm up kama saa 10 hivi. Tukiona hajatokea, sasa ndio tunatumwa hizi fimbo kwamba watoto tuwafate Bunju. Kwa hiyo hii fimbo watoto wa Mudi, kwa tu na nyinyi mtusambazie hizi taarifa mapema kwamba wazee wa nyia muogopi wamekuja na fimbo. Wao wanasema mambo ya kubembelezana shapitwa na wakati. Kwa wataka sitaki watacheza hata kwa bakola. Leo yani nakwambia watoto wa Mudi. Nakwambia hii ngoma ilali leo. Leo wataka sitaki bakola lazima zipigike. Maana matoto, maana hata toto likuwa tukutu sana darasani baba. Mwalimu Suaga anashusha fimbo. Tena mimi nakumbuka kipindi nasoma kule Iringa kule Kalenga kule. Toto likuwa mbumbumbu darasani kama mitoto wa Mudi ile. Mwalimu anawaamrisha nyinyi wanafunzi kuna wimbo anauimba hapo. Sikiliza kwa makini. Mwanafunzi akiwa mbumbumbu darasani nitakiwa pelekwe wapi? Kama ni gari bovu napelekwa wapi? Gereji. Alafu likiwa bovu linatumia spana namba ngapi? Namba 13 na shusha. Kwa hiyo ili toto la Mudi leo nitakwenda kulinyoa leo. Kwa watu waambie waandishi wa habari kwamba mambo kubembelezana shapitwa wakati, kwamba mtoto wa Mudi aje asije kombe la Golden Levu nakwenda kulichukua, ila akija aje asije atacheza hata kwa Bokola. Ndio maana unaona nimekuja. Kwa hiyo niwaambia watoto wa Mudi baada ya mechi kama litakuja, baada ya mechi kuisha makombe haya hapa. Maana kwenye kombe lile la Golden Levu chini walipocheza na Berkane kule. Maana watoto wa Mudi alikwenda na kauli mbiu kule Zanzibar akamwambia hili tunalibeba. Nikasema labda mbebe ujauzito baba. Hajabeba ujauzito kule. Kala kidude mbele ya rais kule. Leo. Yaani mtoto wa Mudi mimi naona zile 5 zile. Maana sasa hivi mimi spigi 2 5 zile. Ili ninapokwenda Zanzibar kule niwe na peruzi na 5J. Kwa hiyo mtoto wa Mudi kila nikiangalia kupitia idarubini yangu yuko Bunju naona katulia kagomea mechi yake ya Mungu mimi nakwambia. Yaani kagoma kabisa wale kule wapo na Mudi wale anakunywa juisi za Mudi wale kule. Muone Debola anakunywa juisi za Mudi. Hana habari Mpanzu yule anakunywa juisi za Mudi. Hana habari. Unaona watoto walipokuwa watukutu. Wamefichama kwenye mashamba ya karanga kule Bunju. Kwa hiyo watoto wa Mudi waambieni. Wakali wa hizi kazi waambieni wapo tupo uwanjani. Machizi soka tupo uwanjani. Lete Mpanzu, lete Debola tumgelagaze sisi. Yaani nitaligalagaza. Yaani hatari. Watacheza hata kwa bakora.